sababu zinazofanya bid'a iendelee. Akataja sababu 4. Sababu ya kwanza, aljahlu bi ahkami din, ni kutojulikana hukumu za dini. Ndugu zangu Waislamu, ukiangalia historia ya nchi zetu, bid'a ilivyoanza miaka hiyo ya 60, kabla wengine hatujazaliwa, miaka hiyo kulikuwa hakuna ilmu ya sunna. Waliokuwepo hawakuwa wakijua ilmu ya sunna. Watu wakaona hii bid'a ndiyo Uislamu, bali hii bid'a ndiyo sunna. Nasema hivi kwa kinywa changu kipana, ilmu ya sunna ilikuwa haipo. Waliokuwa wakijua ni wachache tu na hawakuwa na nguvu. Idhan aljahlu bi ahkami din ni moja katika sababu zilizofanya bid'a ienee duniani. Watu walikuwa hawajui hukumu za dini. Fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama, fa idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu faaftau bighayri ilmin fadhallu wa adhallu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah subhanahu wa ta'ala haichukui ilmu tu katika vifua vya maulama kuipora, walakin yakbidhu al-ilma biqabdhi al-ulama. Allah anaichukua ilmu kwa kuwafisha maulama. Fa idha lam yubqi aliman, asipobakisha hata mwana wa chuoni mmoja, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watu wanaweka watu wajinga kwamba ndio maulama wao. Fasuilu, wanaulizwa wajinga hao, wanatoa fatwa bila ya ilmu. Fasuilu, wanaulizwa hao wajinga hao, halafu wanatoa fatwa bila ilmu. Fadhallu wa adhallu, wanapotea na wanapoteza watu. Hivi ndio hali ilivyokuwa, ndugu zangu Waislamu. Watu wakiwa mbali na sunna, wakiwa mbali na hadithi za Mtume sallam, wanakuwa ni wajinga, hawajui dini. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, yakulu al-allama al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, sababu ya pili ya kuenea bid'a, ittiba'ul hawa, watu kufuata hawa za nafsi zao. Hii ni sababu nyingine ya kuenea bid'a. Watu wanafuata hawa, wanawacha Qur'ani na Sunna, wanawacha Uislamu na misingi ya Uislamu, alkitabu wa Sunna, kwa sababu ya hawa za nafsi zao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, fa in lam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa bighairi hudan min Allah. Wasipokukubalia dawa yako, jua kwamba hao wanafuata hawa za nafsi zao. Na nani aliyepotea sana kuliko aliyefuata hawa zake bila kupata ilmu ya Allah? Na Allah hawaongozi madhalim. Ittiba'ul hawa, kufuata hawa za nafsi. Kwa hiyo watu wanaacha kufuata dalili za Qur'ani na Sunna, wanafuata hawa zao. Hili ni janga kubwa la watu kufuata hawa za nafsi na kuacha Qur'ani na Sunna. Sababu ya tatu, at-ta'assubu lirrijal wa ara'i rijal, upendeleo wa watu na upendeleo wa kufuata rai za watu. Wanafuata mashekhe wao bila dalili. Shekhe akisema kadhaa ni hivyo hivyo wanafuata. At-ta'assub lil-ara' au li-ara'i rijal, kufuata watu bila dalili yoyote. Watu sio dalili, watu sio dalili. Dalili Qur'an na Sunna. Tunafuata maulama kwa sababu wanatoa dalili katika Qur'ani na Sunna.
hakadha. Lakini kufuata rai tu biduni dalili, la, Uislamu hauko hivyo. Naduru maa dalili haithu dar wala nataasabu lirijal, tunafuata dalili popote ilipo, hatufanyi upendeleo wa watu. Hakadha ahlus sunna wal jamaa. Kwa hiyo kufuata ara'ul rijal na kuacha dalili, hilo ni janga kubwa lililofanya bid'a ziendelee. At-ta'assub lirijal wa ara'ir rijal. Makuraish, makafiri walivyoambiwa na Mtume sallam, fuateni haya aliyoteremshwa na Allah. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun. Allah anasema, wakiambiwa fuateni haya aliyoteremsha Allah, wanasema hapana, bali sisi tunafuata yale tuliyowapata nayo baba zetu, kuabudu masanamu na nini, tutafuata hayo. Allah anasema aw law kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun, wanaofuata hivyo hivyo hata kama baba zao hawafahamu kitu, hawana hidayah, pia wanaofuata. Ndio hali waliokwenda nayo wengi katika wazushi, wanafuata yaliyofanywa na mashekhe wao hata kama walikuwa na makosa. Sio Uislamu huo. Na hali hii, jambo hili la taassubu li ara'i rijal wanalo pia hizbiyun. Mahizbi pia wanalo hilo, wanamfuata shekhe wao huyo hata kama tayari ameshawekwa chini na maulama. Mzushi bado wanamfuata, anawatetea mashia rafidha bado wanamfuata. Hii ni jahiliya, hadha taassubu aljahili, upendeleo wa kijahilia. Kwa hiyo hii ni moja katika sababu ya kuenea bid'a, at-taassubu lirijali wa araihim. Sababu ya 4 aliyoitaja al-Allama al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, at-tashabbuh bil kafara, kujifananisha na makafiri. Bid'a nyingi zinazofanywa na masufi zimeanzwa na makafiri. Sherehe za kila mwaka za mazazi ya Mtume, ndiyo birthday hiyo iliyoanzwa na makafiri, ni kujifananisha na makafiri. Jengea makaburi kumeanzwa na makafiri, wanajengea makaburi yao, wanatia chokaa, wanatia rangi. Wasufi wanafanya hivyo hivyo. Kuandika majina ya maiti katika makaburi, walianza makafiri jambo hili. Sasa hivi pia linafanywa na wazushi, jambo la kumwandika maiti, amezaliwa tarehe ngapi, amefariki tarehe ngapi. Jambo limekatazwa na Uislamu, wanalifanya at-tashabbuh bil kafara, kujifananisha na makafiri. Sherehe za kila mwaka mpya zimeanza na makafiri. Makafiri ndio walioanzisha sherehe za mwaka mpya. Sasa hivi masufi wanafanya kila mwaka, unapoingia mwaka wa Kiislamu, sherehe na zefe na maulidi. At-tashabbuh bil kafara ni sababu ya kuenea bid'a hizi. Walidhalik yakulu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, mufti al-anam, yaqul تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. uhalisia wa ukafiri ulioa bid'a hizi mbaya, akazalikana baina yao hasara ya duniani na akhira. تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. والله المستعان. والسلام عليكم ورحمة الله.